Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumanne ya tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka 2026, basi anaweza kaingia YouTube akaandika tu utabiri wa mwaka 2026, then akapata simu ya kwanza, ya pili na ya tatu na ya nne tunaweza tukaitoa siku ya Jumatano. Kama kawaida tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Hii ni siku nzuri ikiwa utaipuka mijadala kuhusu mada zenye utata kama vile siasa, dini na masuala ya makabila, kwa sababu haya yatakera na kukuza kutokubaliana. Hata hivyo, mjadala kuhusu pesa, kazi yako na mali zako itaenda vizuri. Utavutia waliokuzunguka. Pesa ni wastani na plani zako zitatimia za safari na mwenza wako. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Ni siku nzuri, Jupiter yenye bahati inapita kukusalimia. Hii inakufanya ujisikie mchangamfu, mwenye nguvu na mwenye msingi katika mbinu yako ya kufanya kazi au kufanya chochote kinachofaa na chenye tija. Epuka mabishano kuhusu mali na fedha za pamoja. Tengeza mipango thabiti ili upite vyema na bahati hii. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Ingawa kushughulika na wakubwa na wazazi kunaweza kuwa jambo gumu kidogo leo. Hii ni siku nzuri kwa majadiliano ya kifedha na kushughulikia maelezo ya benki. Pesa, endelea na kinachofaa, epuka mambo mabaya. Utapokea jumbe za kutatanisha kidogo kuhusu pesa au malipo ya aina yote ile. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Leo ni siku nzuri ya kuzungumza na marafiki, umma kwa ujumla na kuzungumza na mke au mume. Watu wanafurahi kusikia unachotaka kusema na unataka kujumuika nawe. Hata hivyo, mazungumzo yanahusiana na kazi, yanahusu nchi zingine au mipango ya usafiri yanaweza kwenda tofauti. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Kuwa mvumilivu na watoto wako leo, vivyo hivyo mpenzi wako na wote walio moyoni lazima wawe na subra na kila mmoja, kwa sababu mfadhaiko wa muda mfupi au kukata tamaa kunaweza kudhoofisha hali yako. Kwa bahati nzuri, hii ni siku yenye tija kuhusu kazi na kuimarisha afya yako. Unashinda baadhi, unapoteza baadhi, kizunguzungu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Jumbe mbili tofauti leo: majadiliano ya kifamilia hasa na mtu mzee au labda mzazi yanaweza kukatisha tamaa. Mambo yataonekana kuwa mabaya zaidi kuliko yalivyo. Katika mtindo wa kawaida wa kutoroka, kujumuika, mapenzi na mapumziko ya kufurahisha yatakuwa ya kufurahisha. Toka nje na utafute nyakati nzuri ikiwa unaweza, na wala usitoe neno lako kumshauri mtu ukiwa haupo sawa leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Usikubali hisia za upuuzi zinazoelea hewani leo, potezea, zinakatisha tamaa. Kimsingi hazina uhalali wowote ule kwako. Wakati huo mikusanyiko nyumbani na majadiliano na wanafamilia yatakuwa furaha na yenye tija. Watu watakuwa karimu kwa kila mmoja. Utajihisi uzuri moyoni, ila kuna jambo linakutesa kimya rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Gharama za kifedha za watoto, likizo au matembezi ya kijamii zinaweza kukatisha tamaa leo. Wakati mwingine taarifa kama hii hukufanya uhisi umechoka na wakati mwingine inakusumbua. Hebu fikiria, hii ni siku ya furaha ya kuzungumza na ndugu, jamaa na majirani. Fanya kile kinachokufanya uhisi vizuri. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Usitumie muda kubishana na wazazi au na familia wakubwa, badala yake zingatia njia za kuongeza kipato chako au kwenda kununua vitu muhimu kwa ajili yako, kwa sababu pesa na masuala yanahusiana na kazi yatakuinua leo. Unaweza usitegemee cha mtu yoyote leo, kwa vile unajihisi na wa tofauti na upo tayari kubadilika. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Usisikilize wasiwasi unakusumbua, kwa sababu hauna tija na ni wa
muda mfupi. Badala yake, kubali mialiko ya kujumuika. Furahia matukio ya michezo, nyakati za kufurahisha na watoto na nafasi ya kuthamini sanaa au chochote kinachohusiana na ulimwengu wa burudani. Ishi maisha yako, jikubali, then jipende. Tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Urafiki ni muhimu kwako, ndio maana unaweza kuhisi umekasirika na rafiki au mshiriki wa kikundi leo ikiwa kuna kitu kibaya. Hii ni ya muda mfupi. Wakati huo huo, ndani unajisikia vizuri kuhusu wewe mwenyewe. Unajisikia mwenye ujasiri, matumaini na furaha kuhusu ulimwengu wako wa faraha. Hilo ndilo jambo muhimu leo. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Ingawa majadiliano na wazazi na wakubwa yanaweza kukatisha tamaa, mahusiano na marafiki, vikundi na mashirika ni mazuri na yenye ujira mzuri. Unajisikia jasiri, unajiamini na una hamu ya kuanza kitu kipya. Kwa nini usiende na hisia hii nzuri ya nguvu? Pesa zipo ila mambo yake ni mengi zaidi. Kama kawaida, tunaenda kuangalia upande wa bahati katika upande wa kila nyota. Tunazungusha gurudumu letu na tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, ni muda wake mzuri wa bahati ni saa 10 na dakika 10 hadi saa 12 na dakika 35. Taurus saa 11 na nusu mpaka saa 12 na dakika 55. Gemini saa 8 na dakika 55 mpaka saa 1 na dakika 15. Kaa saa 7 kamili hadi saa 9 na nusu. Simba saa 8 na nusu hadi saa 9 na nusu hadi saa 11 na robo. Vigo saa 5 na robo hadi saa 9 na dakika 25. Libra saa 3 na dakika 15 hadi saa 8 na dakika 45. Scorpio saa 10 na dakika 10 hadi saa 1 na dakika 15. Mshale saa 10 na dakika 55 mpaka saa 2 na dakika 35. Capricorn saa 4 na dakika 35 hadi saa 10 na dakika 25. Ndoo saa 9 na robo hadi saa 11 na nusu. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki saa 6 na dakika 50 hadi saa 11 na dakika 15. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Nyota ya kondoo au punda atakuwa jasiri na mchapakazi leo na hatojali tofauti ya wengine. Taurus atafuatilia zaidi wengine wanasema nini juu yake. Gemini atakuwa na furaha, pia atakosolewa na nziwe. Kaa atakuwa ni mwenye kulia sana usiku sio kawaida. Simba umakini wake utakuwa mfano wa kuigwa hasa kuhusu familia yake. Vigo atakuwa ni mwenye kujiproud kuhusu nyadhifa za watu wa kwao. Libra watu wengi waliozunguka watampenda sana. Scorpio atakubali kusimamiwa na ataleta mrejesho, atabadilika. Mshale moyo wake ni safi na atakuwa mchangamfu. Capricorn atakuwa ni mwenye kuonyesha nia ya moja kwa moja katika jambo la pamoja. Nyota ya ndoo atakuwa na unafuu sana hasa katika swala la afya yake. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, ujasiri utakuwa uko chini kiasi kwa vile alitolewa ukali kuacha jambo fulani. Tukiendelea na upande wa watoto ambao wamezaliwa siku ya leo, watakuwa wanasiasa mashuhuri, wasanii, wanamichezo, watu wa lugha, watu wa tiba na hata viongozi wakubwa. Kwa sababu siku kama leo alizaliwa Rudyard Kipling, mshindi wa tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka 1907. Yuyo mshindi wa tuzo ya Nobel ya tiba mwaka 2015. Omar Bongo ambaye ni rais wa Gabon. Vile vile alizaliwa Patti Smith, mwanamuziki kutoka Marekani. Alizaliwa Randy Chapman ambaye ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya tiba ya mwaka 2013. Vile vile alizaliwa Khalilou Fadiga ambaye ni mchezaji mpira kutoka Senegal. Pia vile vile alizaliwa Tiger Woods ambaye ni mchezaji wa golf kutoka Marekani. Pia tunatakia heri ya kuzaliwa wote waliozaliwa siku kama ya leo. Ushauri kwa mama, usisite kuongea pale unapohitajika kusema hata kama ni mazito kwa ajili ya mwanao. Ujumbe kwa wale kuwa hawajapata watoto, utafunguka pasi na kifani mwaka 2026 mkao wa kula. Ulikuwa nami na bye bye.